Tumetembelea mradi huu wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia teknolojia ya sola. Mapinduzi makubwa yaliyofanya kwenye sekta ya nishati ya kuweza kwa mara ya kwanza kupata megawati 50 kutokana na jua. Sisi kama kamati tunashukuru kwamba zile fedha ambazo ziliidhinishwa takribani bilioni 118 ambazo zimetumika hapa kwa mwaka wa fedha 25/26 sisi tunaona zimetumika ipasavyo, kwa sababu mradi huu umeshaingiza kwenye gridi ya taifa hizo megawati ambazo zinazalishwa. Kwa hiyo utaona dhamira ya serikali ya kuwa na energy mix, ya kutotegemea chanzo kimoja, mfano umeme wa maji tu au umeme wa gesi, lakini leo tunapata fursa kama nchi kuweza kupata umeme katika vyanzo vingine na hivyo kuongeza uhakika wa upatikanaji wa nishati ya umeme. Kwa hiyo kama kamati tunaendelea kutoa wito serikali kuendelea kupambana kwa hiyo energy mix na ili kuweza kufikia lengo la megawati 8,000 ifikapo 2030. Mradi ambao una awamu mbili. Awamu ya kwanza ni kuzalisha megawati 50 kupitia sola, na awamu ya pili ambayo tunatarajia kuianza hivi karibuni ni ya kuzalisha megawati 100. Jumla ya fedha ambazo zimetumika katika awamu ya kwanza ni bilioni 118 kwa ajili ya megawati hizi 50, lakini awamu ya pili ambayo itazalisha megawati hizo 100 itakuwa na kama bilioni 216 hivi ambazo zitatusaidia sasa kuweza kuongeza uwezo wa uzalishaji, na tunaendelea na jitihada za kuhakikisha pia tuweze kupata megawati kama 130 za geothermal ambapo itatuongezea hiyo energy mix. Tunaendelea kuangalia pia kuongeza namna ya uzalishaji kwa njia nyingine ya upepo, kuwa na zile turbine zinazozungushwa na upepo. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata umeme wa uhakika. Bongo Play TV.